Nikusalimie rafiki yangu unaendelea kuwa mwanadarasa kwenye madhabahu haya ya Niko, ambaye niko na kwenye channel hii ya Niko Shining Star Heaven Embassy. Mungu ametupa neema isiyo ya kawaida ya kuweza kutembea katika nguvu ya Mungu, na leo nataka nikufundishe silaha nyingine ambazo zitaweza kukusaidia kushinda vita ya kiroho. Na silaha ya leo tunaenda kuitoa kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 10 mpaka wa 20. Mstari wa 10 mpaka wa 20, Waefeso sura ya 6. Nataka tusome hapa, alafu nitakufundisha silaha hizi uzitumie vipi, na kama unataka ushindi na kutokuwa mtu unayechezewa na wachawi, waganga, washirikina, maadui na uharibifu wa aina yoyote. Waefeso 6:10 mpaka 20, maandiko yanasema, hatimaye tuzidi au mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Anasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, ni juu ya mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya jeshi la mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tuanze kuelezea hapa. Kwa hiyo Mungu anachotaka ni sisi tuwe hodari, unaona, katika Bwana na katika nguvu zake. Lakini pia anatutaka tuvae silaha zote za Mungu ili tuzipinge hila za shetani. Hila za shetani ni nini? Hila za shetani ni mipango ya siri anayoipanga shetani na vibaraka vyake ili walete madhara kwenye maisha yako, familia yako, uzao wako, biashara yako, huduma yako, au chochote unachokimilika hapa duniani, lakini kutaka kukutenga na Mungu. Kwa hiyo hizo ndo hila za shetani. Kwa hiyo Mungu anachoendelea kuelezea, anataka tuvae silaha zote za Mungu ili tuzipinge hila za shetani. Kwa nini anasema hivyo? Anasema kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, sio muonekano wa nje wewe unavyojiona una damu, una nyama. Hapana, bali ni juu ya falme, unaona, mamlaka, wakuu wa giza hili na jeshi la mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Yaani vita yako wewe si juu ya damu ya nyama, si ya mwanadamu. Unaweza kumwona ni ndugu yako, unaweza kuona ni rafiki yako, unaweza kuona ni bosi yako, unaweza kuona ni mama yako, baba yako, unaweza kuona ni mtoto wako. Kimwili unamuona kabisa yuko vizuri, lakini kiroho, kwenye ulimwengu wa roho, anakuloga, anataka kukuua, anakufanyia vituko vingi. Sasa Mungu anachotaka usikimbilie kupigana naye kimwili, labda umfuate umkate mapanga, au ufike pale uanze kumchukia, uanze kumnenea mabaya, uanze kutaka kumpiga au uanze kumlaani. Hayo hayatokusaidia na hautokuja kumshinda shetani. Kama una adui wa kiroho alafu unaenda kimwili, wewe umeshashindwa. Ndio maana maadui wanachokifanya, ukigundua vizuri, maadui watafanya vitu vya kukufanya uwe na hasira, vya kukufanya uwe na chuki, vya kukuletea hata ugomvi, muda mwingine kukutukana wazi wazi ili na wewe umtukane, yani upigane naye kimwili. Sasa usije ukathubutu kupigana na adui kimwili, ila maana utajichanganya na adui hautomshinda. Ndio maana hapa anatuonya, anakwambia kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Kuna falme, alafu kuna mamlaka. Kuna falme kwenye ulimwengu wa roho. Hawa ni maajenti wa shetani, au unakuta ni miungu kabisa ile, au unakuta ni falme labda za baharini, za majini na za angani. Ina maana haya yanakuwa ni majoka. Lakini kuna mamlaka, na hizi falme sana sana pia unaweza kuzikuta kwenye mifumo ya serikali au ya nchi. Ndio maana ukiangalia kwenye kitabu cha Daniel, tunaona malaika Gabriel alivyoleta majibu kwa Daniel, alizuiwa na mkuu wa ufalme wa Uajemi. Kwa hiyo hao sasa ndo falme. Ina maana wanadiri sana sana na mipaka ya nchi, wanadiri na taifa, wanazuia baraka za kitaifa na kimataifa.
Lakini kuna mamlaka sana sana, hii ni mifumo ya ndani. Kwa mfano mamlaka ya hali ya hewa. Yani hapo nakutolea mfano. Mamlaka ya nini? Ya tawala za serikali. Unaona, kwa hiyo ni mamlaka ya ndani sasa ya nchi. Kwa hiyo ndani. Kwa hiyo inaweza pia iwepo mamlaka kwenye ukoo wenu ambayo ina mamlaka yako. Sasa hawa ni watu ambao unakuta ni roho fulani, ni watu wenye mamlaka ambao walishatoa kafara juu ya kile ambacho kilishatolewa. Kwa hiyo kafara zile zilitolewa kwa mfalme. Ina maana mamlaka zile sasa ndo zinaweza kuamuru kwamba kizazi hiki au familia hii hakuna kupata watoto. Kwa hiyo zile mamlaka zinahakikisha kila anayezaliwa kwenye familia hii apate mtoto. Unashangaa kuna mamlaka ipo inasema kila atakayezaliwa mtoto wa kwanza kwenye familia ni kufa, au mtoto au wanawake hakuna kuolewa, au wanawake waachike, au wanaume wote ni walevi. Sasa hizo ni mamlaka zinazofanya kazi ndani labda ya familia au ndani ya ukoo au ndani ya taifa. Alafu baada ya hapo kuna wakuu wa giza. Wakuu wa giza ni hawa wachawi na waganga. Hawa ni wawangaji. Hawa ni watu ambao sana sana ni wanafamilia, tunaishi nao. Hawa ndo maagent sasa, wanatumiwa na hizo mamlaka, wanatumiwa na hizo farume, kwa sababu hawa ni wanadamu. Farume hawa wakuu wa giza, hawa ndo maagent wa shetani, ambao wengine sasa wana vyeo, wengine wanakuta ni wafarume, wengine wanahusika kwenye mamlaka, sasa wanabeba kutimiza yale mamlaka yaliyopo. Wengine wanabeba roho za kifarume, wengine wanabeba roho za mapepo, yani wanasambaza mapepo machafu. Kwa hiyo wakuu wa giza wana play part kubwa kwenye ufalme wa giza kama waganga na wachawi. Ina maana waganga wana yani kama sisi tunavyoweza kumwekea mtu kipawa cha Roho Mtakatifu, na wao wana initiate au wanawaweka watu kwenye utumishi wa shetani, au wanawaroga au na wanawafunga. Kama sisi tunavyobariki, kama sisi tunavyoweza kumwekea mtu kipawa, kumwombea akapata kipawa, kama sisi tunavyoweza kumwelekeza kwa Mungu, na wao sasa wanawaelekeza watu kwa shetani. Hawa ni waganga. Sasa wachawi wenyewe kazi yao ni kuondoa amani kwa watu, lakini pia wachawi na wenyewe wanafanya kazi kuingiza wengine kwenye uchawi. Ndio maana unaweza kukuta mama yako, baba yako ni mchawi, anaingiza watoto kwenye uchawi, au mama yako mkwe, baba mkwe ni mchawi, anaingiza, au dada yako ni mchawi, anamuingiza mdogo wako kwenye uchawi. Kwa hiyo ndo wako hivyo. Alafu vita yetu ya 4 ni juu ya majeshi ya pepo wabaya. Hawa majeshi ya pepo wabaya ina maana ni roho za majini, haya maroho mbalimbali. Sasa haya ni maroho labda ya hasara, maroho ya umaskini, maroho. Kwa hiyo yanakuwepo ni majeshi ya mapepo wabaya, mapepo wachafu wanaoleta magonjwa, wengine wanasababisha ajali, wengine wanaleta vifo. Kwa hiyo ni roho za uharibifu ambazo sasa zinatumiwa au ni maneno ya uharibifu yenye roho ndani yanayotumiwa na hawa wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya. Na wakuu wa giza, waganga na wachawi. Sasa angalia. Kwa hiyo vita yetu ni juu ya hao. Unaweza kuwa na ndugu yako kabisa, ni rafiki yako kabisa, kimwili yuko vizuri, muda mwingine anaongea vizuri, lakini rohoni unashangaa kuna vitu anakufanyia. Rohoni unashangaa na kuibia, rohoni unashangaa na kukimbiza, rohoni unashangaa na kupiga, rohoni unashangaa mnagombana, rohoni unashangaa na kuibia wallet, anakuibia viatu, anakuibia. Yani kwa hiyo huyo mtu ina maana na yeye yuko kwenye kitengo cha mapepo, yupo kwenye kitengo cha wakuu wa giza. Ina maana kwenye ulimwengu wa roho sasa, ina maana wana mamlaka, yani wana vyeo. Sasa vyeo, mmoja anaweza kuwa ni farume, mwingine anaweza kuwa kwenye kipengele cha mamlaka lakini ni mkuu wa giza, au pia anaweza kukuta huyo huyo anaruhusu majeshi ya pepo wabaya, anaamuru, ina maana kuleta madhara. Sasa maandiko yanaendelea kusema, anasema kwamba kwa sababu hiyo twaeni silaha zote. Kwa hiyo ili tuwashinde hao watu ambao nimekuelezea,
Mungu anasema utwae silaha zote za Mungu ili uweze kushindana siku ya uovu, kwa sababu kuna wakati shetani yupo kazini. Kama Petro wa kwanza 5:8 inavyosema, shetani ni kama simba ngurumaye anayetafuta watu awameze. Kwa hiyo wao wako kazini wakitaka kuharibu watu. Sasa basi kinachotokea ni nini? Anasema tusimame tumejifunga kwanza kweli. Kweli, neno la Mungu ni kweli, lakini Roho Mtakatifu ni kweli. Kwa hiyo lazima tupende kusema kweli kulingana na neno la Mungu, kulingana na Roho Mtakatifu. Lakini pia anakuambia tuvae diriri ya haki kifuani. Kwa hiyo tupende haki. Maandiko yanasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ina maana ni yule anayeishi kulingana na neno la Mungu. Lakini pia tufungiwe miguu iliyo ya utayari wa injili ya amani. Tuwe tayari kusikiliza injili ya amani au kueneza injili ya amani ya Kristo. Maana maandiko yanasema injili ni kipawa cha Mungu kinacholeta wokovu kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa hiyo hakuna njia nyingine mwanadamu atapata wokovu bila injili, bila habari njema za Yesu Kristo. Lakini pia lazima anakwambia ubebe ngao ya imani. Imani ambayo utaweza kuizima mishale yote ya yule mwovu adui. Tena anakwambia pokea chepeo ya wokovu. Ina maana uwe tayari kubatizwa na kuokoka na kubeba au kubatizwa na kujazwa Roho Mtakatifu. Lakini pia uwe na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Lakini pia usali na kuomba kila wakati katika Roho. Ina maana katika neno na katika Roho Mtakatifu, na kukesha kwa jambo hilo hilo. Lakini uwaombee na watakatifu wengine wote. Lakini pia uwaombee na watumishi wa Mungu ili wazidi kueneza injili ya Kristo. Haya ni mambo ambayo nimekufundisha. Elewa, yajue, yafahamu, yafanyie kazi. Mimi nakupa uhakika ukifanyia haya, ina maana utaanza kushinda rohoni na kuna shetani atakayekushinda. Lakini yote kwa yote, jitahidi kuwa mtakatifu, jitahidi kusoma neno sana, jitahidi kuomba, jitahidi kutembea katika kufunga, kusoma neno na kuishi maisha matakatifu ili uweze kushinda na kufanya mambo makubwa sana hapa duniani. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.